Figo, nilikuwa natafuta neno la figo. Wewe utapambana na pombe zenyewe zinakazana kukuua figo. Sasa hivi nenda kafanye kazi. Kuna wadada wamerudishwa hapa hivyo hivyo. Kumbe mmenipa mlevi. Jamani vipi? Imekuwaje dada? Mimi alinikaribisha mwenyewe kama huyu alivyoambiwa. Tunatoka, wewe vaa tungo yako nzuri, nini. Dada kajiachia, akaona wadada Senta si hawana nani, washamba wale. Hawataki nipendeze. Kaenda katinga lingo lake huko la kubana na mshepu wake huyo. Bosi saa ngapi? Mapema. Kamleta hapa. Mimi dada yenu, mavazi yake siyaelewi. Tunamuuliza vipi, wewe si umefundishwa? Bosi mwenyewe aliniambia nivae vizuri kwa tunatoka. Haya, kamgeuka. Sijui kama ndio hiyo ya kuvaa kutoka au na yeye alivyoambiwa kutoka basi akajiachia. Iwe kutoka au hamna kutoka na mume wake yuko pale ndani na kila saa bibi anaenda sebuleni. Hiyo nyingine hiyo. Bosi anasema mbona dada mimi nikiwa na mume wangu sebuleni kila saa anakuja, mara asafishe hiki, mara achukue hiki, mara hiki. Haniachi nikapumzika na mume wangu. Kila saa nashangaa dada yuko hapo. Tunawaambiaje wao watu waume zao mkiwaona nao mkae nao mbali. Wewe fanya kazi zako zilizokupeleka. Sawa jamani? Kwa hiyo dada kilichomrudisha ndio hicho. Sio kwamba afanyi kazi, anafanya kazi zake vizuri kabisa. Na hata hiyo ni bosi wa kike tu kapata mashaka. Sio kwamba eti amewahi kumuhisi sijui nini. Kaona tu dada, mimi nachelewa kurudi. Mume wangu anawahi kurudi nyumbani. Halafu dada yuko pale muda wote anazungukia tu. Mara kafuta meza, mara kaleta hiki, mara hiki, akasema akajikosesha zake amani. Basi karudishwa. Kwa hiyo sasa hivi hutazungukia mume wa mtu. Ndio hivyo, hizi kazi lazima uende kwa akili. Sasa hizi nimejifunza. Sasa hizi yani hata kama bosi wa kiume anakuwa anakula pale, hata kama ameweza kula, sitaenda kufanya hata usafi. Nitamwacha, nitasubiri mama atakavyorudi. Anavyorudi ninavyomuona yuko pale, na anakuwa mbaki ndio kula, kwa hiyo nitaenda kumwandalia vitu vyake wakati na yeye yupo na mume wake. Na yeye yupo au sio? Na pia nguo utakuwa umevaa za kuachia. Yani sitorudia tena hata wakati akiniambia si vaa tunatoka tuenda wapi, hata tuenda beach. Tafadhali zangu gauni yangu kwenda nao kanisani basi. Uingie nayo beach. Hata upepo ukija unakubeba tu na parachuti lako. Jamani mimi nawaambia kiukweli, yani sisi tunachowapa hizi ni vitu ambavyo mabosi wanavyotupigia simu. Anakuambia usinipe dada mwenye shepu, usinipe dada sivi hivi, nipe dada siwa hivi. Kwa hiyo tunajua hofu zao. Kwa hiyo ili mambo yasiwe mengi, ndio maana tunawaambia nyinyi mkienda kule vaeni nguo zenu kubwa kubwa. Vaeni tu nguo zenu za kujifunika. Wewe siku ukimaliza umepata hela yako, si ukienda kuanza maisha yako utajiachia unavyotaka. Tena hapo utakuwa una uhuru, una mtu wako, ukitaka hata kumvalia bikini utavaa. Kuna mtu atakuuliza. Lakini ukiwa ndani kwa mtu, ndugu yangu, tusidanganyane. Yaani kwenye umradi wetu, hivi vitu wanavyovisikia kwanza ndio wanavyovitaka. Sasa akienda kuona tofauti tena. Ameshasikia Joyce kasha kufunda vizuri. Ukienda pale usikae karibu na mume wa mtu. Na ukivaa nguo za kukufunika, si ndio? Bosi anasema huyu ndio dada naye mtaka. Sasa wewe unafika kule, saa nyingine anakujaribisha au hata kujaribishi wewe tena unaona wadada Senta hawapo huko hawanioni. Bosi wa kiume akakutega, ametumwa na mke wake. Huwezi kujua ni mtego. Ndio nasema kwa hiyo msiende, msikubali kutegeka. Nyie fateni taratibu zetu, mtamaliza kazi vizuri, salama, mtapata hela zenu na mtaenda kuishi maisha yenu. Sawa Haya. Haya, sasa wewe wa usafi. Nitaka nijue nani jana alienda kufanya usafi kule kwetu. Maana usafi haukufanyika vizuri. Vioo vichafu. Kingine kichafu. Tissues sijui hazikuwekwa, ile ilikuwa juzi. Kingine ni nini? Pale chini pale tunapoogea. Ile nani haikurudishiwa vizuri. Hamkufanya usafi kwa sababu mimi nikiingia lazima niangalie nimeachaje, na kama usafi umefanyika lazima nikute vitu vimepangiliwa. Nani alienda kufanya usafi jana? Tulienda kufanya mimi, Amina, na Jennifer. Na Jennifer. Nimemkamata Jennifer maana amejieleza, nikamwacha maana sijui kazi zake ni zipi. Sasa hiyo inamuingiza kwenye mbona hamkufanya sasa kama smart? Maana wote mmeenda ni madada mnaotaka smart. Mbona sasa mkufanya kama smart? Vio vichafu mmeburuza tu, mmepitisha vitambaa vichafu. Maana vimebaki vichafu. Tena kioo cha kwenye dressing table yangu ndo kabisa, sijui kama mmewahi kukifuta. Mmewahi kukigusa kile kioo? Tunafuta madam. Basi mnafuta na maji machafu, mnafuta na vitambaa vichafu na mfuti na yani vile vitu ambavyo vinatakiwa.
lakini pia usafi ule wa nani, kwa sababu aro imeisha, lakini si mmetumia aro mfululizo. Ndio. Si mmetumia aro toka lini mnafanya? Imeisha, ni maanake jana tu ndio mlikuwa na aro. Ndio. Haiwezekani sasa choo yani pasiwe pasafi kwa sababu mlikuwa hamna hiyo. Usafi tumefanya madam. Lakini ndio hamjafanya vizuri. Sasa vile, yani mimi ninachowakwambia, kama hapa huwezi kufanya vizuri, kule tunakokupangia pia huwezi kwenda kufanya vizuri. Alafu sisi yule bosi ataturudia atuambie, mbona mmenipa dada ambaye viwango vyake sio mnavyovisema? Si ndio? Sisi tunasema dada ambaye ni smart ni dada anayeweza kujiongeza, kujiongoza. Maana yake hata namna ya kufanya usafi, wewe mwenyewe unaweza kutafuta video za watu wataalamu, ukaangalia dawa zinazotumikaje, vitu gani vya kusugulia, madirisha na vioo vinafutwaje. Mimi mwenyewe ninazo video nyingi zinazoelekeza hivyo. Sasa we smart unashindwaje? Unataka yani mimi nikufanyie kila kitu, na kwenye mtaala wetu unasema jamani, vitu vingine mjiongeze kwenye mitandao. Tunawapa mwongozo kwenye usafi wa kila siku, kila wiki, kila mwezi, lakini tunasema kwa mfano kwenye kupanga vitu. Yani kuna watu wengi ambao wana taaluma za upangaji wa vitu. Unaangalia hata mataulo yanakunjwaje, yanapangwaje, kitanda kinatandikwaje, kinafanywaje, vitu vyote hivyo vipo hapo mtandaoni. Kwani nyinyi mnafanya nini kwenye mitandao? Kwa hiyo hamkufanya vizuri. Mimi kazi yangu ni kuangalia, okay, hawa wamefundishwa namna ya kujiongeza na kufanya kazi zao kwa ubora. Kwa hiyo unapotoka kufanya kazi fulani, mimi kazi yangu ni kupita na kupiga jicho. Hii kazi imefanyika kwa ubora kiasi gani? Sasa mlivyofanya usafi jana, yani ni kama tu dada yoyote yule wa kawaida wa mtaani. Vile ndio watu anapita. Sijaona usmart wowote. Kwa hiyo shida ni nini? Nilishakwambia. Kwanza mnaenda kwa kuchelewa. Sasa sijajua kama jana mlipita kwa kuchelewa. Yaani kwa nini mliburuza? Tuliwahi madam. Mliwahi kwenda. Kwa hiyo hamkuwa tu na huo umakini wa kwamba nafanya hii kazi kwa ubora unaotakiwa. Yaani bosi wangu akija angalia aseme kweli hapa kuna mtu alipita akafanya usafi. Hicho ndio hamkuwa nacho, si ndio? Sasa hiyo haikupi hela. Hiyo ni dada tu 50,000 mtaani. Yeye anamwaga maji tu, ukija utakuta tu kama pamefanyika usafi lakini hakuna cha usafi, ukungu utaanza kuota. Si ndio? Sasa hakuna maana. Lakini kama wewe unataka kulipwa level zingine, maana yake lazima usafi wako na kazi zako ziwe za level nyingine. Na mtu anaangalia matokeo, sio maneno. Maana hapa maneno mtaongea mengi, nimejifunza haya, lakini kazi yako mimi naangalia ile kazi sasa inayofanyika. Je, inatoka vipi? Kazi inatoka vipi? Nilisema vioo, mimi naangalia, hebu angalieni, mko wiki 2 hapa, wengine ngapi? Vioo kwa nini vichafu? Angalieni tu nyewe wenyewe. Ina maana nyewe wenyewe amuone ofisi yenu kama chafu. Mnaona muone. Vitu gani? Zile Miraklina na kile kisqueeze cha kunani cha kusafishia. Nini? Squeeze ya kusafishia na nini? Miraklina. Nini? Miraklina. Miraklina ndio nini? Sabuni ile ya kusafishia. Sabuni ya kusafishia vioo. Ndio hamna? Ndio. Toka mmesema hiyo sabuni hamna. Kuna vitu vingapi humu ndani vilikuwa hamna mmeenda kuvinunua? Tuanze tu asubuhi. Viazi, mmeshaenda mara ngapi kununua viazi na chai? Tu kweli, kwa sababu unapoanza kutoa sababu kwamba sijasafisha vioo kwa sababu hakuna dawa, lakini kuna vitu vingapi ambavyo umeenda kuvinunua kwa sababu hivyo vilikuwa na umuhimu? Leta hiyo maiki, maana wewe umeikumbatia tu. Amina, tuambie. Nyewe Amina wawili wote waongeaje hapo? Wewe ushaenda sokoni mara ngapi? Au kununua vitu mara ngapi? Kila siku naenda. Mara ngapi? Sio tu mara moja. Naenda. Leo wenyewe ushaenda mara ngapi? Leo nimeenda mara 2 tayari. Mara 2 tayari ushaenda. Jana mara ngapi? Mara 3. Jana umeenda mara 3. Sasa iweje useme kwamba hiyo nani sijui hamna? Amina kesho unaenda sokoni. Na wewe unasemaje? Naambia Amina kesho atakapoenda sokoni akumbuke. Kwa nini anapoenda sokoni? Tusijijali sisi. Tumbo tu matumbo tu. Ulipofuata sokoni ni vitu gani? Viazi. Vyakula vyakula sokoni naenda mara 10.
ila kitu cha kuja kusafishia nyumba yako au eneo lako liwe safi, unasema kitu fulani hakuna. Sasa hizo ndio, huo ndio kawaida ambao hauwezi kukupeleka mbali. Yaani na hiyo ni wadada wa kawaida, mtu yote wa kawaida. Ukimuuliza kwa nini ufanye kazi? Hakuna ajira. Kwa nini ufanye biashara? Hakosi sababu. Lakini kama kweli unataka kutoka hatua uliopo, yani ukidhamiria kwamba lazima nifanye jambo fulani, lazima utalifanya. Kwa hiyo nyinyi wenyewe mngekuwa mmedhamiria kwamba hiki kitu ambacho hakipo lazima kipatikane. Labda kwenye soko letu hapa la Nyuki hamna, lakini kuna supermarket, si ndio? Mnyewe wenyewe, yani siamini kama level zenu hizo za smart mnazojipima nazo hamjui kwamba hivyo vitu vinapatikana wapi. Siamini kwamba yani ulikosa tu sokoni pale basi ukasema nishakosa, yani ukapata sababu nimekosa kwa hiyo hatufanyi. Unatakiwa unapokosa kitu sehemu moja unasema hiki lazima nikipate. Wapi? Basi hata sisi mngetuambia jamani, tuna hiki tunakihitaji, yani tukaona mpaka inakuwa kero, si ndio? Kila ukiingia pale madam au saa kuna hiki na hiki tunakihitaji kwa ajili ya jambo fulani. Yaani hiyo tu kwanza mtu anaanza kuona huyu niliye naye anajielewa, kwa sababu anajua kuna hiyo kazi inatakiwa ifanyike na anaendelea kusisitiza kitu kinachohitajika. Lakini wewe ukisema tu kitu fulani hakuna ndio maana hatujafanya, huo ni umaskini. Hizo ni lugha za watu maskini, ni lugha za watu ambao hawawezi kwenda mbele, kwa sababu wanatafuta sababu za kwa nini hawafanyi wajibu wao. Sawa jamani? Haya, nafikiri wale ni wageni. Wewe umekuja jana au juzi? Wewe hapo. Juzi Jumanne. Kwa hiyo kuna vitu umeshajifunza au bado una ugeni? Umejifunza? Umejifunza? Mbona unaongea una uhakika? Mpe mic tusikie kajifunza nini? Nimejifunza jinsi ya kupika. Nimejifunza pia usafi pia. Kwanza nilivyokuja. Sasa usafi huo mnautaja, mbona mimi kiangalia nyumba naiona chafu kidogo. Lini ile mnaona mlijitahidi kuzunguka huko nikaona kwenye kile kibalkoni changu pale kimesafishwa? Mlipita? Mlipita pale? Kwa pale nawapongeza, ingawaje nafikiri mpaka nilivyosema ndio mkaenda kupita. Lakini mnatakiwa nyinyi wenyewe mnajiongeza. Umeelewa Yaani ukienda kwenye nyumba sehemu ambayo labda haijasafishwa, watu wanatakiwa waone sasa kuna mtu mpya kaja, si ndio? Sio yani anabaki vile vile, yani kwa sababu wewe umepakuta pachafu basi hapasafishwi na wewe unapaacha. Hapana. Kwa hiyo niliongea. Ingekuwa mmefanya wenyewe ningewapa sifa zote, lakini kwa kuwa niliongea angalau mlienda kufanyia kazi. Baada ya kusema kwamba jamani hizi balcony pia mpite, ila mpite kwa umakini msije mkadondoka. Kwa hata kwenye nyumba mnazo kwenda, yani kitu kinachokupa thamani ni vile unavyoweza kwenda kuleta utofauti pale kazini kwako. Na haui dada yule ambaye unasubiri bosi akiwepo ndio unafanya, hapana. Unakuwa ni house manager ambaye bosi asipokuwepo, yani akija unamshangaza. Akirudi akiangalia siku kulikuwa na matandabui anakuta hayapo. Akikuta feni lake lilikuwa chafu anakuta limesafishwa. Akiangalia yani vitu vilikuwa vijapangwa katika mpangilio mzuri anakuta kila kitu kimepangwa. Hapo ndio anasema nina mtu ambaye ni manager nyumbani kwangu. Kwa sababu mishahara yetu kwa kweli ni ya watu ambao wanaweza kumanage nyumba, sio kukaa tu na nyumba kawaida ili labda wezi wasiingie au mtu tu aseme nyumba yangu ina mtu. Hapana, ni kukaa na nyumba na kuipangilia na kuimaintain vizuri. Ndio watu ambao sisi tunawataka kufanya nao kazi. Sasa mkija ambao mnafikiri udada wa kazi ni ule wa kizamani, mtashindwa, mtapoteza dhamana, mtapoteza muda. Kwa sababu si hapa hatupotezi muda. Sawa jamani? Hatupotezi muda. Tunataka wapambanaji. Mimi hapa nasema ni jeshini. Wadada walipaita jeshini na nikasema kabisa mlijua kutupa jina zuri. Linaendana na sisi kabisa. Maana hapa ni mwendo wa mchaka mpaka kieleweki. Ukitaka kufanikiwa kwenye maisha, maisha hayana huruma. Sawa jamani? Maisha hayana huruma kabisa. Lazima upambane ili uweze kufanikiwa. Kama hutaki kupambana, unataka tu ufanye uonewe huruma, hapa sio sehemu sahihi. Kuna watu wengine huko nje unaweza ukaenda kufanya nao kazi, mkaanza kuoneana huruma na kuona mabosi kama ni wanyanyasaji. Maana hiyo ndio mentality ambayo jamii yetu imejenga, kwamba wadada wa kazi wanaonewa, wadada wa kazi sijui wanakuwa wa kwanza kuamka wa mwisho kulala. Mimi mwenyewe nimeisha hayo maisha na ndio yalionijenga kuwa ngangari. Sawa?
Sio rahisi hapa. Mimi umeona na tumbo langu hili, nipo napambana na bado naendelea kupambana, si ndio? Kuna mwingine hapo yani ndio kwanza yani anaona kama yani yuko bed rest, si ndio? Hata kama ni mgonjwa, hata kama haumwi. Wanaoumwa na mimba ni wachache, wengi wanajiendekeza, wanachukuliaga mimba kama ni ugonjwa. Lakini si mnaniona hapa kiongozi wenu. Mmeona nimekaa? Mmeniona nimelala? Kwa nini? Kwa sababu mimi maisha na kwanza hii kazi ilinijenga. Hii kazi ilinipa ukakamavu. Wa kwanza kuamka wa mwisho? Wa kwanza kuamka wa mwisho? Pale ndio nilikuwa jeshini nafundishwa kazi. Na nashukuru baada ya kutoka pale mimi nimekuta nyumba inafuga, nimekuta kuna mtoto, nimekuta kuna makazi ya kupika, kufua na nimefanya. Sasa utofauti wangu na nyie ni kwamba mimi sikuloea pale kwa sababu nilikuwa najua napita. Na ndio maana mimi sasa hivi nawafundisheni kupita kwenye hizi kazi. Hii ni kazi ya kupita. Ni kazi ambayo unatakiwa ujipe miaka yako 2 3. Yaani umezidisha 3. 5 unafanya nini? Utazeekea humu. Sijui unanielewa? Mwaka mmoja au 2 imezidi 3, umepata hela zako, wewe unaenda kuanza biashara zingine. Na ile hali ya kwamba wewe unachelewa kulala na unawahi kuamka ndio unaujenga mwili wako kuweza kuwa na stamina. Unapoenda kwenye kazi zako unaweza kujisimamia mwenyewe. Kwa sababu unapokwenda kufanya biashara zako hakuna mtu ambaye atakuja kukuamsha. Ni wewe mwenyewe utakayejua uamke saa ngapi, uende kwenye biashara saa ngapi na mambo mengine yote yaende sawa. Sasa lazima yani Mungu anatufundishaga ila sisi hatujui. Hizi kazi za kuanzia maisha huwa zinatukomaza, yani ni kazi za kutufundisha. Kwa hiyo sasa wadada wa kawaida wanabaki kusemaje? Mimi ndio nakuwa kwanza kuamka na kuwa mwisho. Ni kulalamika tu. Ni kulalamika tu, anaona anaonewa. Mimi hao watu sitaki kuwaona. Mimi nataka watu ambao wanasema hii kazi ni kazi ambayo inanifundisha maisha. Niko tayari kupambana, nikikaa ndani ya mwaka 1 2 na mimi nakuwa mtu mwingine. Kesho na kesho kutwa nafika sehemu. Sasa hao ndio watu ambao jamani nataka kudili nao. Sina muda wa kupoteza. Unanielewa? Siwezi kukaa hapa najikunja na mwanangu huku ananipiga mateke. Ningeenda kukaa kule na mume wangu saa hizi anashikashika tumbo. Si mnajua? Ni enjoy mahaba, si ndio? Lakini niko hapa najikunja nafanya kazi kuwaelekeza namna gani na nyie mtoke hatua moja mfike hatua nyingine. Sasa mimi nataka watu ambao hawatapoteza, yani muda wangu hautaenda bure. Ni mbegu ambayo itaota kwenye udongo mzuri na Yesu kuna moja aseme jamani namshukuru yule madam alinifundisha maisha. Nashukuru nilipita pale kwenye kituo chake, nikaweza kwenda kupata sehemu ya kuanzia na sasa na maisha yangu kama ya kwake. Si ndio? Kila kitu kinawezekana. Kila kitu kinawezekana. Kwa hiyo nataka jamani mjiongeze kweli kweli. Mimi nawapima kwenye matendo. Hata Biblia inasema utawajua kwa matendo yao, sio maneno. Hizi maiki mnachukua mnajiachia kwa maneno mengi. Mimi nawapa tu 10%. Baadaye naangalia kazi uliopewa kuifanya. Nani tu katumwa ndizi mbivu kaenda kuleta mbichi. Alafu anataka atumipe kazi ya smart. Anacheka. Yaani kuna vitu mimi nakupima tu. Wewe umesisitizwa ndizi mbivu zilizoiva zile zenye vidoti vyeusi zinanukia zile. Si mnazijua? Au hamzijui? Kaenda kutuletea mbichi kabisa. Yaani mbichi. Haya, nasema huyu ndo anataka awe smart dada. Wapi? Kwa hiyo mimi nawapima kwenye matendo yenu. Na mabosi wenu ni hivyo hivyo. Hawataangalia maneno yetu mengi tunayoyaongea kwenye vipindi vyetu, wanaenda kuwakagua kwa matendo yenu. Sawa jamani? Kwa hiyo mkazane. Yaani kwa kifupi leo ni kama nawapa mrejesho kwa sababu wengi tumekaa hapa pamoja. Nataka mjiongeze. Jiongezeni kwenye kufanya kazi zenu. Kila kitu kinawezekana. Hakuna binadamu aliyezaliwa ambaye hawezi kujifunza. Mimi mwenyewe nilikuwa ndio traditional kabisa. Ni wakati naanza kazi za ndani, nilikuwa sina upeo mkubwa. Lakini nimefika hapa kwa sababu ya kutaka kujifunza kila siku. Sawa jamani? Usipoongeza maarifa kichwani, hautafanya vitu vyako kwa ubora hata siku moja. Sawa? Umesikia bibie? Bosi asije kwambia kunywa kaka waini au kabia ukanywa. Wewe nakupa tahadhari kabisa. Utakuja kurudisha hii clip useme nilikwambiaje? Umesikia? Na hiyo hujasema. Hujasema chochote kuhusu hilo eneo. Utaweza kukaa bila kunywa pombe za bosi? Amina, naongea na wewe.
Niko serious. Nimeweza mkataba wangu jamani.